Sawa, hii ni Malkia Digital na sasa hivi tumeketi na mkuu wa mkoa wa Dodoma. Na jua toka asubuhi tulikuwa tuna mihangaiko mingi sana kuhusiana na siku ya wanawake duniani, na upande wa Tanzania tumesherehekea hapa Arusha. Na kauli mbiu ya mwaka huu ilikuwa ni Accelerate Action. Natamani kujua Mheshimiwa Rosemary, kwako wewe kama mwanamke ambaye umepata kuhudhuria moja ya maadhimisho makuu ya mwaka huu yaliyofanyika hapa Arusha, imekuwa ina maana gani kwako hasa wewe? Asante, kwanza niwashukuru Malkia kwa kuanzisha chombo hiki muhimu kwa ajili ya wanawake, na siku ya leo pamoja na kuwa sisi tunasherehekea siku ya wanawake duniani, huenda na hiki chombo ni sehemu kabisa ya mashangilio yetu. Siku hii imekuwa ikisherehekewa muda mrefu na maelezo mengi tunayo, lakini kwa Tanzania tunaona kuna mambo matatu ya msingi ambayo yanaonyesha upekee wa siku hii. Kwanza tunasema kuelekea miaka 30 ya tangu maazimio ya Beijing, na tutofautisha kwa na jambo la kutafakari zaidi, lakini pia miaka 5 tangu alipofanyika maadhimisho ya kwanza mengine ya nyuma. Kwa hiyo tunalo jambo la kutafakari kwa miaka 5, lakini kitu cha kipekee kabisa kwa nchi yetu ya Tanzania ni kuwa tunaye mwanamke ambaye ndiye rais wa kwanza mwanamke katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo naona tafakari ile inazidi kuonyesha picha ya tofauti zaidi kuliko miaka mingine ambapo tulikuwa tunasherehekea tukiwa hatuna kiongozi mwanamke ambaye amewahi kushika nafasi ya juu kabisa ya uongozi kwenye nchi yetu. Na wakati huo tulikuwa tunasimulia kama ndoto, lakini sasa hivi hata mazungumzo yetu leo yamebadilika sana. Tulikuwa tunasema jamani, na sisi tushike nafasi za juu za uongozi. Sasa hivi naambia sisi tuna nafasi ya juu. Sasa tunaongelea tuongeze watu wanaoshika nafasi, lakini sio tuna nafasi ya juu kwa sababu tayari tunayo. Na bahati nzuri kiongozi ambaye ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kila mtu anasema ameonyesha uwezo mkubwa ambao haujawahi kutokea wala hatukuwahi kufikiri. Sasa mwaka huu katika yote hayo matatu ambayo ninayosema kwa nchi yetu ni maadhimisho ya kipekee sana, kwa sababu baada ya kuyatathmini yote matatu, tathmini Beijing, tutathmini miaka 5 tangu tulivyosherehekea mara ya mwisho kama taifa, lakini tutathmini pia utendaji kazi wa kiongozi mwanamke wa kwanza kwa nafasi ya juu ya nchi yetu. Unaona kuwa baada ya maadhimisho haya wanawake watatoka wakiwa wamebadilika, wamekuwa kitu kingine kabisa. Kwa sababu tulikuwa tuna kauli mbiu yako na kusikia unasema action. Tulikuwa tunazungumza kufikirika, lakini sasa hivi tunazungumza matokeo ya kazi ya mwanamke. Action ambayo imeshatokea ya kiongozi kushika nafasi ya juu kabisa. Na kila mtu na kila mwanamke, lugha ambayo tunaiongea sasa ni kuwa kama Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza, sisi wengine tunashindwaje kwa nafasi zetu? Iwe ni nafasi ya kijiji, iwe ni nafasi ya kata, wilaya na kila ngazi. Kila mtu amepata moyo na ujasiri kuwa na yeye anaweza. Lakini tunajua pia mwaka huu tunalo zoezi la uchaguzi wa serikali kuu ambako madiwani, wabunge na rais tunaenda kuchagua. Katika historia sisi wanawake au Tanzania hatujawahi kumpigia kura kiongozi mwanamke akashinda katika historia. Lakini kuna vitabu fulani vya dini nirejee vinasema watu walitenda dhambi, watu walifanya uovu kwa sababu hawakuijua kweli. Kwa hiyo walitenda dhambi kwa sababu hawakujua kweli, lakini sasa hivi wameijua kweli, wanasema kumbe tunatakiwa tusitende dhambi. Sisi Tanzania hatukuwahi kuchagua kiongozi mwanamke kwa kumpigia kura kwa sababu imani yetu ilikuwa labda mwanamke hawezi, labda mwanamke walikuwa wanagombea lakini walikuwa wapati kura nyingi. Tulikuwa hatujaijua kweli. Sasa hivi Mheshimiwa Rais ameshaonyesha uwezo wake mkubwa. Tumejua uwezo wake. Kwa hiyo ni action ile sisi tumeshaiona. Tunapoenda kwenye uchaguzi wa mwezi Oktoba ni kama vile unaenda na karatasi ya majibu, yani tayari una majibu afu unapewa swali ambalo majibu yake unayo. Yaani naamini uchaguzi wa mwaka huu utakuwa ni tofauti sana. Okay. Kwa maana kwa tumeshaona, tumeshajua uwezo, sasa si maswali tena wala sio kitu cha kusema labda ataweza labda hataweza. Tumeshaona uwezo, tumeshaona utayari, tumeshaona uthubutu, tumeshaona dhamira, tumeshaona uongozi thabiti mwanamke. Lakini ukisema sasa nafasi hii tunaitumiaje ya maadhimisho ya mwaka huu, tuseme kila mwanamke akajitathmini.
nchi yetu imefanya mambo makubwa sana ambayo bahati nzuri rais wetu ameyataja kwa kiasi fulani, lakini viongozi mbalimbali wamekuwa wakiyataja mafanikio ambayo yametoa fursa nyingi kwa wanawake, ambayo yanatupa nafasi nyingi sawa na wanaume. Lakini kuna baadhi ya maeneo ukienda utakuta nafasi hizo hatukuzitumia kikamilifu ili kuenda hiyo kwenye 50-50 ambayo ndio tunaiendea. Sasa ni nafasi ya kila mwanamke kujitathmini yeye mwenyewe na kuchukua hatua. Twende kwenye action sasa, tuache kusema vitu vya kufikirika, tuanze kufanya vitendo. Tuna mfano tu mdogo. Serikali ina sheria ambayo imeundwa sasa inayosema kila mwanamke, kila manunuzi ya serikali 30% iende kwenye makundi maalum. Katika asilimia hiyo, 10% serikali inunue kwa wanawake. Ukiangalia tu bajeti ya serikali ile labda trilioni 49, 70% ni manunuzi. Ukipiga hesabu hizo hela ni zaidi ya labda trilioni 5 au kitu cha namna hiyo. Sasa wanawake, kila mtu ajiulize, nimechukua hatua kiasi gani? Tukienda kwenye mataasisi ya serikali tunakuta wanawake waliochukua hatua ya kuthubutu kwenda kuomba hiyo haki ya kusimamia sheria kwa jamani, 10% ya sisi kununua kwetu iko wapi? Hakuna ambao wanachukua hatua, au ni wachache sana wanaochukua hatua. Sasa nimependa kauli mbiu yako kwa sasa ni action. Wanawake, nitoe wito sasa, ni muda wa kuchukua hatua, muda wa kufanya vitendo. Utajiri uko mikononi mwetu, fursa ziko mikononi mwetu, tulichobaki ni sisi tu. Lakini pia tumeshaonyeshwa ile, yani tujipe shauku kwa sababu tumeshaonyeshwa kuwa uwezo pia tunao. Hiyo ndio jambo kubwa niwaambie wanawake. Lakini kingine kwa mkoa wetu wa Dodoma. Mkoa wa Dodoma tunafahamu sasa ni makao makuu ya nchi yetu ya Tanzania, na ni makao makuu ambayo imekuwa ikipiga hatua kwa kasi kubwa sana katika maendeleo. Nafikiri katika mikoa mingi, baadhi ya mikoa inayopiga hatua kubwa kwa nchi yetu na inabadilika kila mwezi ni mkoa wa Dodoma. Na si kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ya dhamira ya dhati kabisa ya viongozi wetu na hasa Mheshimiwa Rais wetu kuamua kuipendezesha na kuipa hadhi Dodoma ya makao makuu. Na tuna kauli mbiu sisi tunasema Dodoma ni fahari ya Watanzania, kwa maana kuwa pale Dodoma ndio mahali ambako si hatuhudumii wana Dodoma peke yao, tunahudumia Watanzania, kwa sababu kila anayetaka huduma ya viongozi wakuu, anayetaka huduma za kiwizara, huduma za makao makuu ya kitaasisi lazima aje Dodoma. Lakini pia sisi tunahudumia hata wageni wanaokuja toka nje ya nchi. Akija toka nje ya nchi anataka kuja kumuona waziri, atakuja Dodoma. Anataka kumuona Mheshimiwa Rais, atakuja Dodoma, na viongozi wengine na wengine. Kwa hiyo tunasema Dodoma ni fahari ya Watanzania. Mheshimiwa Rais wetu kwa kweli ameamua kuipa fahari hiyo. Ameamua kutupa heshima wa Tanzania kwa kuifanya Dodoma iwe mkoa wa kipekee. Miradi iliyoko pale ni mikubwa na ni ambayo haipatikani mahali pengine pa nchi yetu, ambayo imekuja tu kwa maana ya kuifaharisha, kuupa hadhi mkoa kama makao makuu ya nchi. Nikisema tu kwa uchache, tunafahamu nikisema SGR labda ni mradi wa kimkakati ule ambao utaenda na baadaye, lakini sasa hivi SGR ndio habari ya nchi yetu. Kila mtu anakuja kuona hivi SGR inafananaje, hii treni ya mwendo kasi masaa 3 Dodoma Dar es Salaam ikoje. Na bahati nzuri ile treni ya mwendo kasi ambayo iko Tanzania kwa sasa na ilifika na Dodoma ni ya kipekee kwa sababu ni ya kisasa. Hata watu wa nje, mimi nimebahatika kukutana na mabalozi wengi sana wanapanda treni siku hizi kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma. Wanakuambia hata kwenye nchi zao baadhi halipo hiyo, kwa sababu wao waliweka zamani. Kwa hiyo nchi zao zimekuwa sasa za kizamani kulinganisha na hii ambayo sisi tumeiweka sasa. Hiyo ni miradi ya kipekee na ambayo imetumia hela nyingi sana ya nchi yetu, ambayo ni utashi wa Mheshimiwa Rais. Angeweza kusema tuishie pale pale Morogoro nilipoikuta, lakini kwa utashi wake akasema tuendelee. Tunafahamu Dodoma huko mji wa serikali. Mji wa serikali ule ni miji ambayo inapatikana katika nchi chache sana. Nchi nyingi wizara zake zipo kama ilivyokuwa nchi yetu zamani. Unaenda kilimo, unatoka kilomita 20 unaenda ukuta wizara ya fedha, unatoka kilomita 5 ukaikuta wizara ya mifugo, na hivyo kwa kila wizara ilikuwa iko mahali pake. Lakini tunafahamu kuwa sasa hivi nchi yetu inajenga wizara zikae mahali pamoja, na ni mji wa kisasa, mji ambao utatoa huduma zote za kiwizara mahali pamoja. Unaitwa mji wa serikali Mtumba, ambao umegharimu nao zaidi ya bilioni 700 kuijenga yale majengo pale.
Yale majengo sasa hivi yanatumika kama utalii. Watu wanakuja pale ili wakaangalia, hapo wanasema hii hapa ni Tanzania, hapa ni nchi gani? Naambia hapa ni Tanzania na ni Dodoma, makao makuu ya nchi. Kwanza ukaona jinsi ambavyo kiongozi wetu ameamua kuwekeza hasa kwenye makao makuu, na baadhi ya wizara wameshahamia katika maeneo yale. Ukija pale utaona mambo ya ajabu. Kama hujafika, tafadhali nikukaribishe. Lakini tunaona kuna miradi kama tunasema barabara ya mzunguko. Barabara ile ni ya kwanza kwa nchi yetu ya Tanzania kujenga barabara ya mzunguko. Lakini sifa ya barabara ile iko Tanzania ni ndefu kuliko barabara nyingi hata katika nchi chache za Afrika ambazo zina barabara za mzunguko. Ile ni kilomita 112 ambayo inazunguka jiji la Dodoma. Sasa ile barabara tafsiri yake ya halisi inaenda kufanya Dodoma inaunganishwa na mikoa yote inayozunguka Dodoma kwa urahisi zaidi bila kuingilia shughuli za makao makuu au za katikati ya mji. Ile barabara inaenda vizuri, imegharimu nao zaidi ya bilioni 221. Sio kitu cha kawaida, lakini Mheshimiwa Rais amesema hii barabara niijenge ili kuipa heshima makao makuu ya nchi. Watu wanatoka Dar es Salaam wanaenda Mwanza, hawana sababu ya kuingia katikati ya mji kama hawana shughuli ya kufanya. Unapita kule wanaenda zao. Nataka kutoka Iringa uende Moshi, unapita huko nje unaenda zako. Na tunafahamu Dodoma iko eneo la kimkakati ambalo linafikika kwa urahisi, linaunganisha mikoa mingi inayozunguka na hata nje ya nchi. Lakini kuna miradi ambayo pia haijawahi kutokea ya makao makuu ya mahakama. Tunayo mihimili mitatu kwenye nchi yetu, serikali, bunge, ambayo imekuwa na ofisi siku nyingi, lakini muhimili wa mahakama haujawahi kuwa na makao makuu kwenye historia ya nchi yetu. Kwa mara ya kwanza pale Dodoma limejengwa jengo la makao makuu ya mahakama, jengo ambalo tunaambiwa duniani ni jengo la 6 kwa ubora. Yaani kikiwekwa kitu Dodoma kiwekwe kwa kujaribu, kinawekwa kwa kumaanisha hapa ni makao makuu ya nchi. Zaidi ya bilioni 129 zimetumika kujenga jengo lile. Lile jengo sasa hivi nalo ni watu wanakuwa kama utalii, wakienda pale wanasema hili ni jengo la namna gani. Lakini yote yanafanyika kwa maana ya heshima ya Tanzania, makao makuu ya nchi. Kwa hiyo muhimili ule wa mahakama kwa mara ya kwanza nao umepata sasa makao makuu katika eneo lile. Lakini tunafahamu kuwa pia sasa hivi kuna ujenzi wa uwanja wa ndege unaendelea katika mkoa wa Dodoma, uwanja wa ndege wa kimataifa, kwa sababu ulikuweko ambao unatusaidia katika kuandisha mikoa na mikoa ndani ya nchi. Lakini katika historia ile zaidi ya bilioni 365 zinatumika kujenga uwanja wa ndege wa kimataifa ambao utafanya Dodoma ifikike duniani. Kwa hiyo hatutakuwa na haja ya kuja tena Arusha, kwenda Dar es Salaam, kwenda kupanda ndege twende nje. Wageni wakija taka huduma za kitaifa pale Dodoma watakuja moja kwa moja toka nchi zao wakafika Dodoma, na uwanja ule ni mkubwa, runway yake ni kubwa kuliko viwanja vyote, ambayo itafanya ndege kubwa ziweze kutua pale, na hatua za ujenzi zinaendelea. Kwa hiyo unaweza kuona dhamira ya serikali ya kuimarisha makao makuu, ukiacha tu miradi mingine ambayo pia ni ya kihuduma ndio hudumiwa na Dodoma na Watanzania, ya afya, ya maji, ya shule, ya umeme na miradi mingine ambayo unaweza kuifahamu. Lakini tunajua hivi karibuni pia tumeanza ujenzi wa uwanja wa mpira, ambapo mkandarasi amesaini na wizara sasa kwa ajili na sisi kupata uwanja wa mpira wa kisasa, ambao kwa kweli tunapambana kuwa hata kama tusipopata mechi za AFCON hata mazoezi tu wafanyie Dodoma. Kwa hiyo tuko vizuri Dodoma, tuna miradi ya recreation, tuna 8 ambayo tunaijenga pale Dodoma, itakuwa ni 8 ya kimataifa. Mikoa mingine huko itakuwa inafanya 8 kikanda, lakini Dodoma itafanya 8 ya kimataifa, na maonyesho hayo tunaambiwa yatakuwa ni ya mwaka mzima. Kutakuwa sasa tunasimama kutoa huduma za 8, itakuwa ni mfululizo wa mafunzo, huduma za kilimo wakati wote, na kumbi za kisasa, mikutano ya kilimo itafanyika pale na vitu vingine. Kwa hiyo unaweza ukaona dhamira ya Dodoma ya kuwa makao makuu inaendelea kuimarika, na kila ukija baada ya wiki 2-3 unaweza ukapasahau pale ulipopita wakati wa nyuma. Hayo yote ni kuifanya Dodoma iende kuwa na hadhi ya kimakao makuu. Sasa yote hayo kwetu, hiyo miradi ya serikali hatuioni tu ni miradi ya kihuduma. Tunawaambia na Dodoma kwa hiyo ni fursa za kiuchumi. Ni kweli watapanda treni, ni kweli ataenda ataona mji wa serikali, lakini fikiri treni ile inaleta watu 3000, inaondoa watu 3000 kila siku. Hiyo ni minimum, lakini inakuwa zaidi ya
3,000. Wale watu tunaanza kuwafikiria. Katika hali ya kawaida watu wengi wakisafiri wanasafiri na hela mfukoni. Watazitumiaje? Lazima tuwaamshe Wanadodoma kuanza kuweka huduma. Na Wanadodoma wameanza kuamka kwa kasi, japo sio kubwa sana, lakini tunaendelea kuambia watu 3,000, huenda watu 2,500 wana hela ya kutaka kutumia, lakini unaweka kitu gani ili amue kuitumia ile? Hata tumia kama utamuonyesha kitu gani unataka atumie. Kwa hiyo tunaanza kuambia Dodoma hiyo miradi ya Mheshimiwa Rais sio tu huduma, ni fursa za kiuchumi kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma. Pale mji wa serikali Mtumba, wakati wanafanya ujenzi, zaidi ya watu 8,000 waliajiriwa. Lakini sasa hivi nategemea pia ikikamilika, watumishi wa serikali wakiwa pale, pia tunaambiwa zaidi ya watumishi 8,000 watakaa katika eneo moja. Watahitaji huduma gani? Watahitaji huduma nyingi sana. Wenda watahitaji kula chakula wakiwa ofisini, watahitaji kufika wapate daladala, wapate Bolt na vitu vingine. Lakini kwa sababu watakuwa ni kule, watahitaji huduma za kunawazwa nyumbani, wanunue katika maeneo ambayo yako karibu na Mtumba kuliko kutoka mbali na Mtumba. Kwa hiyo tunawaambia na Dodoma hizi ni fursa. Sasa inapokuja fursa, utakumbuka kuwa tunaongelea wanawake. Tumesema 10% ya manunuzi yote ya serikali yanatakiwa yanunue kwa wanawake. Kwa hiyo wanawake ambao wanatumia fursa hiyo wanapanda uchumi kwa haraka, kwa sababu ni fursa kubwa na ni hela nyingi sana ziko serikalini kwa ajili ya Watanzania na hata kundi la wanawake kufanya biashara na serikali. Lakini sio tu serikali, sasa tunasema hizo sekta zote zina watu ambao wanahitaji huduma, ni fursa za wanawake kuzichangamkia. Na wanawake wa Dodoma kwa kweli wameamka kwa sasa, na kinachonifurahisha ni kwamba kuamka kwao si tu wale wanawake wenye uwezo mkubwa, kuanzia wanawake wa chini. Sasa hivi tumewajengea ile culture ya kujua ujasiriamali, kujua fursa, kuona, kuchukua hatua, kuthubutu na vitu vya namna hii. Unashangaa sasa hivi, mfano mkutano huu wa leo hapa tumeona mkutano wa wanawake. Ikiwa ni Dodoma, utakuta wanawake wanatembea na chupa za uji, wanawake wanatembea, yani wale wanawake wa chini ambaye akiuza chupa 5 ana 50,000. Anakuambia pale faida yake ni 20,000 au 30 kwa siku. Watu wakija tu timu za mpira kucheza pale, utaona wanawake wale tayari wanajua ile ni fursa. Kwa hiyo kinachonifurahisha ni kuwa kuanzia wanawake wa chini mpaka wa juu, kila mtu anajua kuwa wageni ni fursa. Sasa hivi hoteli zinajengwa nyingi Dodoma kwa sababu wamejua kuwa ni fursa kubwa. Hizo nyumba apartment zinajengwa kila siku Dodoma, wamejua kuwa kuna wageni wengi na ni fursa kubwa. Lakini sisi tumekuja na vipaumbele kama mkoa Dodoma, tuna vipaumbele 5 kwa ajili ya kukuza uchumi wa wananchi wa Dodoma. Kipaumbele cha kwanza ni kilimo, kwa sababu watu wengi wanategemea kilimo Dodoma, lakini tunasema ni password tu, tukifungua ile ya kilimo tukaweka miundombinu ya umwagiliaji na nini, ardhi ya Dodoma inakubali kila zao na inastawi haraka. Kwa hiyo tumeanza hiyo campaign ya kujenga mabwawa sasa hivi, na muda si mrefu bwana, ukisikia tunasema Dodoma italisha Tanzania, usije ukafikiri ni ndoto ya Linacha, ni halisi, kwa sababu iko mipango na uko utayari, lakini ziko mikakati ambayo tayari imeanza kutekelezwa ili Dodoma, wananchi wa Dodoma wasilime kwa kutegemea mvua. Kwa sababu mvua Dodoma ni chache, lakini tumejua maji hayako mengi mbali, kichimba tu kidogo Dodoma unapata maji. Kwa hiyo tumekuja na program ya kuweka visima maeneo mbalimbali ili watu waweze kumwagilia. Lakini Mheshimiwa Rais pia ameanzisha hiyo ndoto kwa kuweka mabwawa makubwa ya umwagiliaji ambayo yanajengwa, na kukamilika kwake tunajua yatabadilisha kabisa sura ya Dodoma kuwa ni kame. Ile ni hadithi fulani, sijui kwa nini tuliaminishwa, lakini tunaona kabisa kuwa kuna maarifa tukiyafanya hizo tutabaki kwa hadithi za kufikirika. Lakini ya pili ya uchumi ni utalii. Dodoma ina fursa kubwa sana ya kuweza kufanya utalii vizuri sana. Dodoma iko kama katikati ya nchi. Kutoka Dodoma pale kwenda Tarangire ni kama takriban lisali 1.5 hadi 2. Dodoma kwenda Ngorongoro ni kama masaa 3.5 hadi 4. Dodoma kutoka pale kwenda Manyara itakuwa hivyo 3.5 hadi 4, kwa sababu Ngorongoro na Manyara zinatofautiana distance ndogo sana. Dodoma kwenda Ruaha National Park ni kilomita 100. Dodoma inayo zabibu ambayo ni zao halipatikani mahali pengine popote Tanzania na Afrika Mashariki. Kwa hiyo tukasema hii mbona ni fursa ya utalii ambao umekaa ambao hatujaitumia. Kwa sasa hivi tumeanza na wako watu sasa hivi wanakuja kwa sababu ya kufurahia SGR,
wanakuja Dodoma. Wakifika tunapeleka kwenye mashamba ya utalii, wanatembea. Wakishamaliza kutembea tunapeleka kwenye kiwanda cha zabibu, wanaangalia waini inavyotengenezwa. Akimaliza na wekea mbuzi choma pale, wanakunywa na zabibu, wanafurahi, kesho wanarudi zao mikoa alikotoka. Ni utalii tosha. Lakini fursa ya pili, uko utalii wa aina nyingi sana. Fursa ya tatu, Dodoma kuifanya hiyo logistic hub, mji wa kilojistiki, yani kitovu cha usafirishaji wa mizigo na vitu vingine. Dodoma nimekuambia treni ya mwendo kasi ipo na ya mwendo wa pole ipo. Mabasi yapo yana outlets kama 4 hivi zinazounganisha Dodoma na mikoa mingine. Lakini Dodoma pia ina uwanja wa ndege wa kisasa unajengwa. Dodoma kuna bandari ya nchi kavu ambayo inajengwa, ambao makontena kutoka pale Dar es Salaam yatapakiwa bila hata kufanyiwa clearance. Yataletwa Dodoma, clearance itafanyika hapo, ataenda Rwanda, ataenda wapi kuanzia Dodoma. Hiyo ni fursa tayari, yani tumeshaunganika. Kilichobaki sisi ni coordinate tu aina hizi za usafiri ili kufanya ile mji wa kilojistiki uweze kufanya kazi, cooperate. Kwa hiyo ni fursa kubwa ambayo tumejipanga kujenga warehouse makubwa sana pale, ili watu wakija sawa hifadhi mizigo, na duniani huko tutaenda kuongea na viwanda mbalimbali vija kuweka products zao kwenye viwanda pale Dodoma. Mtu wa Nairobi akipata mzigo fulani kiwandani ataambiwa nenda kachukulie Dodoma, kuna warehouse yetu. Kwa hiyo ni mpango kutokana na ile uwepo wa bandari ya nchi kavu, na hiyo njia zote za usafirishaji za kusambaza vitu toka Dodoma zipo kwa urahisi.